Kutokea Mlimani City jijini Dar es Salaam katika ukumbi huu ambapo inafanyika hafla ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambuliwa kama kinara wa nishati safi Afrika, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Naibu Waziri wa Nishati wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia Salome Makamba. Ungana na sisi Global TV, tuko hapa kuhakikisha tunakusogezea matukio yote ambayo yanaendelea. Mimi naitwa Gadizo. Mimi naitwa Ryan Majala, ni mhandisi kutoka Wakala wa Nishati Vijijini. Sasa leo tuko katika shughuli yetu hapa ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kama ni kinara wa nishati safi ya kupikia. Nadhani wengi wetu tunafahamu kwamba mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Katika mkakati huu tulikuwa na lengo kwamba ikifika mwaka 2034 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Sasa unaweza ukajiuliza nishati safi ya kupikia ni nini? Mimi labda natumia kuni, mimi natumia mkaa, mimi natumia gesi. Wengi ukiambia nishati safi wanakuambia ni gesi. Lakini napenda kuwafahamisha kwamba nishati safi ya kupikia ziko za aina nyingi. Na wewe unaweza kutumia kutokana na kipato chako, kutokana na eneo ambalo unaishi, na kutokana pia na unapendezwa na nini. Nadhani kuna lifestyle, mwingine anapenda umeme, mwingine anapenda gesi, lakini mwingine pia anaangalia yuko eneo gani. Labda sehemu ambayo yupo gesi hamna, sehemu ambayo yupo labda ana mifugo. Kwa kila mtu ana kitu cha kutumia kutokana na mazingira yake. Nishati safi ya kupikia ambayo ni safi, kwa ufupi tunaangalia nishati ambayo ni ina ufanisi, ni rahisi kutumia, inapatikana kwa urahisi, ni salama, ni nafuu na ambayo haimweki mtumiaji katika mazingira hatarishi. Nikiongea mazingira hatarishi na maanisha kwamba wakina mama wengi tunakuwa jikoni, tunapika muda mrefu, tunakuwa exposed kwenye moshi. Watoto tunawabeba mgongoni, nao tunakaa nao jikoni, nao pia wanakuwa exposed kwenye moshi. Kwa hiyo moshi ambao tunakuwa tunauvuta kwa muda mrefu unakuja kutuathiri mapafu, macho. Na tukiangalia katika athari za nishati safi ya kupikia, nishati ambayo sio safi ya kupikia inatuathiri katika mambo mengi, kwenye afya, mazingira, elimu, vile vile kijamii. Sasa kabla sijawaelezea labda faida za nishati safi ya kupikia, kwa nini uhamie na utumie nishati safi ya kupikia, niwaeleze ni zipi hizo nishati safi ya kupikia. Kwanza kuna kitu kinaitwa majiko banifu. Hii tunaanza na wale ambao bado tunataka kutumia kuni, tunataka kutumia mkaa na tunataka kutumia mkaa mbadala. Majiko banifu ni majiko ambayo yametengenezwa kiasi kwamba yanahifadhi joto na yana ufanisi mkubwa wa kupika. Kwa hiyo anapunguza matumizi yako ya kuni na mkaa. Kwa unaweza kuwa unatumia kuni au mkaa lakini kwa kiwango kidogo. Ina maana tutapunguza kukata miti kwa ajili ya kutengeneza kuni na mkaa. Kuna kitu kinaitwa mkaa mbadala. Mwingine anasema sasa nisipotumia mkaa nitatumia nini? Mkaa mbadala unatengenezwa na mabaki ya vyakula, randa za mbao, mabaki ya miwa. Kwa hizo zote ni malighafi ambazo tunaweza tukatumia kutengeneza mkaa mbadala, badala ya kukata miti, choma na kutengeneza mkaa. Vile vile tuna umeme. Nadhani wengi wetu tunaishi Dar es Salaam tuna umeme. Na kupitia Wakala wa Nishati Vijijini tumeshasambaza umeme katika vijiji vingi. Kwa wengi wetu tuna access ya umeme. Kwa umeme wengi wetu tunatumia tu kuwasha TV, kuwasha taa, kushaji simu, lakini umeme una matumizi zaidi ya hayo. Unaweza kutumia umeme kupika. Na ni bei rahisi sana na ni nafuu na ni moja ya nishati ambazo ni safi kuliko zote. Kwa hiyo kuna pressure cooker, unapika maharage yako ndani ya dakika 45, unatumia units moja shilingi 360. Nadhani hamna mkaa ambao unaweza kutumia 360 kupika maharage yakaiva. Kuna induction cooker na yenyewe ni hivyo hivyo, ina ufanisi sana kiasi kwamba unatumia nishati chache sana kupikia. Kwa hiyo gharama, wengi sana tunaogopa umeme tunasema ni gharama, lakini kiuhalisia gharama ya matumizi ya umeme ni rahisi sana. Kuna gesi ya mitungi, nadhani wengi wetu tutaifahamu, na ni moja ya nishati safi ya kupikia ambao unaweza ukaitumia nyumbani kwako. Na vile vile kwa wale ambao wana mifugo au hata mabaki ya chakula nyumbani, ukipika mabaki ya ndizi, nyanya, mabaki yote ya chakula yanaweza yakasindikwa na yakatengeneza gesi inaitwa biogas ambayo unaweza ukatumia kwa usalama kabisa nyumbani kwako. Vile vile kuna gesi asilia. Wengi walikuwa na challenge kwamba sisi tuna gesi nyingi sana Tanzania, kwa nini
gesi sio bei rahisi, lakini gesi asilia inapatikana maeneo ya Lindi kule Mtwara, na hii gesi inasambazwa kwa mabomba. Kwa nyumba nyingi sana za maeneo yale yamefaidika na hii gesi asilia. Tupo na mgeni rasmi ambaye amehudhuria kwenye hafla hii ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambuliwa kama kinara wa nishati safi Afrika. Mheshimiwa, hongera kwanza kwa kuwepo hapa, kwa kuitikia wito. Asante sana, asante sana. Kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna maana gani kwa Mtanzania wa kawaida? Kwa sababu ni jambo la Mheshimiwa Rais, na tunampongeza leo Mheshimiwa Rais kwa sababu amefanya jambo kubwa sana. Leo tunaongelea nishati safi ya kupikia. Yeye ndio kinara wa nishati safi ya kupikia. 2021 Mheshimiwa Rais alitupa kazi sisi kama Wizara ya Nishati na wadau tuweze kuandaa mkakati wa nishati safi ya kupikia wa miaka 10 na maelekezo yake sisi tuliyatimiza, na kweli tuliandaa mkakati wa miaka 10 mwaka 2024 mpaka 2034 wenye lengo la kuhakikisha tunapofika mwaka 34 80% ya Watanzania wamehama kwenye matumizi ya kuni na mkaa na wamehamia kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo leo tunampongeza kwa sababu tumeshafikia 28.6 mpaka leo. Wakati 2021 anatuagiza tuanzishe mchakato wa nishati safi ya kupikia, tulikuwa 6.9. Lakini leo tunaongelea 28.6. Kwa hiyo kuna haja ya kumpongeza kwa sababu ilikuwa ndio ndoto yake. Yaani vision yake sasa tunaifikia. Kwa hiyo tunaona kwamba okay, tunapoenda leo tunaongelea 2026, lengo ikifika 2030 tufikishe 75%. Ikifika 2034 tufikishe 80%. Kwa hiyo leo tunampongeza kwa sababu yeye ndio kinara, yeye ndio, ili ni wazo la kwake kuhakikisha Watanzania tunaacha kutumia kuni na mkaa, tuhamie kwenye nishati safi ya kupikia kwa lengo la kusaidia mama zetu kwa afya zao, pia tuweze kulinda mazingira yetu. Yeah. So far mpaka sasa hivi imefikia wapi, na kwa Mtanzania ambaye ni wa kawaida kabisa akisikia vitu kama hivi, labda picha gani anatakiwa ijenge kwenye akili yake? Tunapoongelea nishati safi ya kupikia ni mwananchi aangalie tu ile kitu chochote anachopika ambacho kinamwathiri. Ukiona unapika kitu kinatoa moshi, iko kitu tuachane nacho. Lakini leo ukipika kwa umeme hakuna moshi. Ukipika kwa gesi ambao watu wengi wanajua hakuna moshi. Ukipika kwa biogas hakuna moshi, ukipika kwa bioethanol. Kwa unaona kuna teknolojia nyingi na fuel nyingi ambazo tunaweza zikatumia kama nishati safi ya kupika. Lakini tukaachana na kuni na mkaa. Kwanza ukianza kupiga mahesabu, kuni na mkaa sasa hivi ni gharama sana. Kupika kwa kuni au kupika kwa mkaa ni gharama sana. Kwa hiyo ni bora tuhamie kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo kwanza ni rahisi, yanachukua muda mchache kupika. Kwa hiyo inampa nafasi hata mama anapika kwa haraka na anaendelea na shughuli zingine za kutafuta uchumi. Lakini pia imeambatana na uzinduzi wa taasisi ya Mheshimiwa Asha Baraka. So far kama mgeni rasmi, labda neno lako ni lipi kuhusiana na uzinduzi wa taasisi hii? Mimi nimefurahi kuzinduliwa kwa taasisi hii ya Women and Youth kwa lengo la kuwasaidia wanawake na vijana, kuwatafutia fursa mbalimbali wanawake na vijana. Kwa hiyo naamini hili shirika litakuja kusaidia sana kwenye fursa mbalimbali kwa ajira, kuwatafutia mitaji, na ndio maana unaona leo ameweza kualika taasisi za kibenki kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza kufanya kazi kwa pamoja na hii taasisi mpya kwa ajili ya kuweza kusaidia wanawake na vijana, na hasa tukiunganisha na mfumo wa nishati safi ya kupikia. Nimesema pale nishati safi ya kupikia kuna fursa nyingi mule. Kuna fursa za kibiashara mule vijana wanaweza kupata. Kuna fursa za kiutafiti. Leo unaweza ukaanza kuuza majiko ya umeme, ukapata fedha, ikawa ni ajira. Kwa hiyo tunasema kuanzishwa kwa hii taasisi pia ni fursa nyingine kwa vijana na kwa wanawake. Kwa uwepo wa shirika letu la Wi-Fi ni shirika ambalo linakuja kufanya vizuri sana. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za First Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tower, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.